Sawa, asante sana bana. Leo ni uzinduzi wa duka jipya kabisa la uuzaji wa nguo za kike na za kiume pamoja na watoto, na hapa nipo na mheshimiwa diwani wa kata hii. Nimekutana naye na lengo kubwa ni kumuuliza huko ndani kakutana na nini. Diwani, heshima yako? Salama, unaendeleaje wewe? Mimi niko vizuri kabisa. Wewe unaendeleaje? Mimi namshukuru Mungu, leo tumefika hapa kwenye duka jipya ambalo limefunguliwa hapa Usariva. Mimi natamani kufahamu hili duka huko kwa ndani likoje? Kwa kweli ni maajabu makubwa sana. Duka ndani limependeza zaidi ya nje. Kuna vitu vizuri, vitu vya kiwango ambavyo kwa kweli yani ukija hapa yawezekana hujawashashia kununua, lakini utanunua tu kutokana na ubora wa vitu ambavyo viko hapa ndani. Nimeona umetoka na kimfuko. Nini tumechukua nini? Mimi nimejaribu kusupport kijana mwenzangu, nimenunua suruali, nimenunua mashati, nimenunua koti. Kwa hiyo kwa namna fulani mimi nimemsupport kijana mwenzetu. Wewe ni kiongozi wa serikali na umepata muda wa kuzungumza hapa, ukasema bana unaweza kaongoza hii mpaka mwaka 2030. Baada ya kumaliza ukaona kila kitu ambacho ulikuwa kimekuvutia kuingia kwenye udiwani, ukasema bana mimi naweza nikaachia hapo nisiendelee na udiwani. Kwa nini? Kwa nini na wiwa kufanya shughuli ambayo Mungu amenibariki, lakini Mungu amenituma kufanya kwenye kata Usariva, kwa sababu nimeona changamoto za Usariva ni barabara. Kwa hiyo na matamanio kwamba nifanye jambo kwa ajili ya wananchi wa kata Usariva, alafu mwisho wa siku niache majukumu na mimi nikafanye majukumu mengine, kwa sababu naamini mimi na influence na watu wadau mbalimbali. Kwa hiyo naamini kwa ndoto zangu, kwa mawazo yangu yale ambayo nimeyafikiria, tunaweza tukafanya jambo kwa ajili ya watu wa Usariva, lakini kwa ajili ya maendeleo ya vizazi vijavyo. Kwa sababu tunaamini uongozi ni kutenda, uongozi kufanya majukumu kipindi hiki, lakini baadaye unawaachia wengine nao waendeleze. Kwa hiyo natamani nifanye yale ambayo mimi nimeyafikiria, lakini mwisho wa siku niwaachie wengine wafanye majukumu mengine. Ukiona vijana kama hawa wana invest pesa zao kuanzisha vitu vikubwa kama hivi, unaonelea wapi hii kata ya Usariva? Mimi nafikiria kwamba hao vijana watatupeleka mbali zaidi, na vijana kama tunahitaji sana kwenye kata yetu, kwa sababu wanafanya mambo ambayo ni mazuri kwa ajili ya vijana wenzao, lakini kwa ajili ya jamii ya Usariva. Kwa hiyo niendelee kuwasihi, niendelee kuasa vijana wengine ambao wapo kwenye kata ya Usariva wathubutu kufanya jambo kama hili. Kwa kweli kijana amethubutu na amewekeza hela nyingi sana kwenye hii biashara. Kwa hiyo tuendelee kuhamasishana, kuendelee kuombeana ili na vijana wengine wafanye mambo kama haya kwenye kata yetu ya Usariva. Asante sana mheshimiwa bana. Asante kwa muda wako. Asante sana. Bana mtazamaji, bado hatujamaliza hapa bana. Mheshimiwa, sisi naomba tukuache tuendelee na mambo mengine. Bana kameramani, nifuate sana kwa sababu huku ndani ndiko ambako mambo yanaendelea kutokea. Hebu nifuate ndani bana, mimi nipate muda wa kupiga story na watu huku ndani. Kama ambavyo unatazama kwa sasa hivi duka ndo limezinduliwa na sisi tuko hapa, inabidi tuzungumze na wale watatu ambao tayari wamefika huku ndani bana. Mheshimiwa, mambo vipi? Mambo yanaendaje? Fresh kabisa. Wanakuita nani? Mbona mimi unaniita Abdara au Fezi Megumikali. Bana umetambulishwa pale kwenye stage bana. Kuna namna kama mpaka CEO mwenyewe hapa amedondosha machozi. Nini kikubwa ambacho kipo nyuma ya pazia sisi tukifahamu kuhusiana na mahusiano yako wewe na Bwana Ray? Bwana, cha kwanza napenda kumshukuru Mungu kwa yote. Bwana Ray Collection, mpaka unaona muda ule tajiri anatoa machozi, ni namna ambavyo mimi na yeye tumeishi, mimi namna na yeye tumefahamiana mpaka sasa, mpaka unaona Ray Collection inafika hivi. Mimi nimekuwa msingi mkubwa sana wa hili duka, yani wa biashara zake short. Tangu anaanza ameniamini kwenye mengi, amenitumia pesa nyingi, yani analia hapa tajiri kwa sababu kwamba watu ambao mwanzo walofanya nao kazi walikuwa waaminifu sana kwake, walishamtia sana short, yani hivyo yani short. Kwa hiyo tangia kukutana na mimi nimetokea kumsupport, yani nimetokea kufanya vitu vingi sana, yani nitumia pesa nyingi sana kwa uaminifu, mizigo unavyoona, yani yeye yupo huku yuko mbali, biashara zake mbali yuko Dar es Salaam, mimi nimetokea Dar es Salaam. Kwa biashara zake Dar es Salaam mimi ndo nimekuwa nasimamia, mpaka unaona mpaka vyote mpaka mzigo unavyokuwa hivi short, ndio unaona amelia kwa uchungu. Ushauri kwa bwana CEO bana. Bwana CEO, ushauri wangu mimi namwambia tu kwa Mungu, na pia naomba kwamba sio mwisho hapa, iwe worldwide, sio tu kuinvest kwenye Arusha peke yake, yani iwe sehemu mbalimbali, mikoa mbalimbali, yani nahisi na imani ni mwanzo, na mara nyingi sana napenda namshauri sana kwamba isiwe mwanzo tu Arusha,
fursa hii naomba iangalie na mikoa mingine, iwe Dodoma, Mwanza, yani worldwide kiufupi. Okay. Kwa mimi namwambia tu kwa Mungu, nashukuru na mimi na imani sitamwangusha, ataendelea na kufanya kazi. Amina bana, mimi naomba nikuache kwanza niendelee kupiga story. Vipi mzee? Yo bro, you know he is so funny. Yeah. Huyo dogo anaimba. Sawa bana, bado tupo hapa ndani. Hebu tuzungumze na mama kidogo hapa. Mama, tunaweza tukazungumza mawili matatu? Jamani. Shikamoo kwanza. Marahaba. Unaitwa nani? Naitwa Paulina Joseph. Umekuja kwenye ule uzinduzi. Vipi, umeshapata cha kuchukua hapa ndani? Ndo naangalia bado. Okay. Kinachonifaa. Mpako vizuri. Maana upo hapa. Vipi duka unalionaje? Duka liko vizuri. Amejitahidi. Sawa bana. Amejitahidi. Anasema duka liko vizuri bana. Wacha tuendelee kuzungumza na wengine bana. Mheshimiwa, tunaweza tukazungumza? Haina shida. Habari yako bana? Salama bana. Kwema kabisa. Salama kabisa. Unakuita nani? Mimi naitwa Bwana Mbise. Bwana Mbise. Julius Mbise. Julius Mbise. Bwana Julius Mbise, unatoka hapa Usa au Mimi ukisikia Mbise ni watu kutoka kwenye mlima huu. Sisi ndo wenye huu mlima. Ndo wamiliki. Ndo wamiliki. Sijui ndo unaniambia. Ndo ulijua hilo sasa. Okay. Hapa ndani umeshapata cha kuchukua? Mimi lazima nichukue kwa sababu kwanza ni sehemu ya biashara ya nyumbani. Lazima tuwe kipaumbele wa kwanza kuwaungisha wa vijana. Okay. Mimi natamani bana kama Mbise, mmiliki wa mlima, ambao ukiwa mmiliki wa mlima maana yake hela zipo za kutosha. Hapa ndani ukiondoka leo utachukua vitu kama vya shingapi hivi? Kwenye 300,000. Basi tuishi. Bado nitarudi. Bado utarudi? Kwa sababu ni nyumbani. Leo tu ni ufunguzi ila utarudi. Bado nitarudi. Okay. Asante bana kwa muda wako bana. Asante sana. Huu hapa mkono wako. Sawa. Haya bana, ndio hivyo bana. Watu wanaendelea kuchukua vitu vizuri. Hebu sogea bana kameramani hapa, kuna mrembo mimi nataka nizungumze naye. Dada, mambo? Tunaweza tukazungumza kidogo? Unaitwa nani? Naitwa Perus. Unaitwa? Perus. Okay, wewe ni mkazi hapa pa Usalimu? Hapana. Okay, umetoka wapi? Nimetokea Makumira. Okay, sawa. Mimi natamani kufahamu hapa ndani umeshapata cha kuchukua kweli au bado unaangalia? Kuchukua ni vingi. Kama ni vingi tayari au vinakuweka dilema, unashinda uchukue kipi uache kipi? Vinaniweka dilema. Okay. Ila leo tunaweza tukaondoka kama na vitu vingapi ukiangalia approximation ni chap. Ngoja tuendelee kuchagua maana vinatuweka dilema. Okay. Sawa bana, asante bana. Tuendelee kusogea huku bana. Tuendelee kusogea huku kameramani, tuendelee kusogea huku. Mimi niko natamani nizungumze bana na watu, niendelee kuzungumza hapa. Nikubanana ni hatari. Kila mmoja anataka kitu. Bana, mheshimiwa, kwema? Kwema. Mambo vipi? Shwari. Wanakuita nani? Eric. Bana, na wewe umeshapata vya kuchukua? Ndo hivi tayari? Umetosheka au bado unachagua vingine? Tunachagua. Bado unachagua? Haya bana, asante bana. Kameramani, wewe njoo tu, maana mimi inabidi nikuzungushe leo huko ndani. Mambo vipi mzee? Sawa vipi? Umeshapata cha kuchukua hapa ndani? Niko nasubiri kufungiwa. Unasubiri kufungiwa? Nishapeleka kwenye order. Okay. Umechukua nini sasa? Tuibie siri. Nimechukua t-shirt juu. T-shirt ya juu Okay. Huku chini suruali hujaona, viatu? Size bado sijaangalia mzigo mingine pale juu, lakini next time nikija naweza nikaangalia. Sawa. Haina neno bana. Kameramani njoo hapa bana, tuzungumze hapa. Kiongozi kwema? Kama noma vipi? Safi bana. Unaitwa nani? Naitwa Mr. Robert. Unaitwa Mr. Robert. Unatokea wapi? Natokea upande za Ngulelo. Upande za Ngulelo. Ngulelo mpaka Usariva bana. Imekuaje? Umepata taarifa hizo wapi kwamba huko kuna duka? Mr. One Shine ni jamaa wangu sana. Okay. Tumekuja kumsupport mshikaji. Umeshapata cha kuchukua? Naona kimoja tu hapa. Bado naendelea kutafuta baba. Okay. Naendelea kukwara. Naona na mipunga mkononi tayari, au ndo nikwenda kulipia? Naendelea kupanga hapa maelekezo. Okay. Ni kama hayajatosha? Inatosha. Okay. Inatosha, zingine zipo. Okay. Zipo za kutosha. Haya bana, kameramani, sisi tuendelee kuzunguka bana huku ndani kwa sababu bado watu ni wengi sana wanaendelea kuchagua vitu vyao bana na wanatamani kuendelea kushine na kupendeza bana. Tusogee huku bana. Mbona anatukimbia huyu mrembo? Hapana, njoo bana, hapana. Njoo bana tupige story. Njoo tupige story hapa. Mambo? Poa. Mambo? Poa. Uko poa? Uko poa. Unakuita nani? Gati. Mbona unaogopa? Hamna. Kuna shida yote? Hamna shida. Umeshapata cha kununua huku ndani? Bado naangalia. Bado unaangalia? Ni kwa sababu vinakuchanganya ni vingi au imekuwaje? Ni vyote ni vizuri. Hivi ukipewa muda wa kumshauri anayemiliki hili duka utamshauri nini? Kumshauri chochote? Mshauri tu jamani.
Dada yetu anaona aibu bana, mwenzio ana haya bana. Haya bana, tumshauri Kumshauri, mtamshauri tu asikate tamaa, basi aongeze bidii. Likuwe kubwa zaidi hapa. Okay. Ukiwa mkubwa unatamani kuwa kama yeye? Of course. Kwani hapa wewe ni mdogo? Sijafikia bado level ya kuwa kama yeye bado. Ila unatamani kufikia huko? Yeah. Kwani ndoto zako wewe ukiwa mkubwa unatamani uwe kama nani hivi, ufanye nini? Mfanya biashara. Mfanya biashara. Biashara ni nyingi gani? Mfanya biashara tu mkubwa. Okay. Haya bana, asante bana. Mimi nikuache bana, wake dada yetu bana ana aibu sana na vitu kama hivyo bana. Hapa ni Ray One Shine Collection, sehemu pekee ambao unajipatia vitu vizuri kabisa na bomba. Tupata tamu ya kupiga story na moja kati ya wanunuaji walioko hapa ndani, na lengo kubwa bana ni kuhakikisha tunafahamu nini ambacho kinaendelea. Ni kuhakikisha bana tunazungumza vizuri. Mzee, hebu njoo hapa tuzungumze. Njoo tuzungumze hapa bana. Tulia. Mambo vipi mzee? Fresh kabisa. Uko poa? Niko good kabisa. Bwana kuita nani? Naitwa Remedy Krask, ni producer/presenter. Okay. Yes. Hiyo imekaa pote sehemu mbili. Naam, kabisa. Umeshapata cha kushukuru ndani? Nilichukua dressing code moja hapa hivi, kiatu kikali sana. Okay. Yes kaka. Haya bana, hebu umetuambia umeshakipata. Hebu mshauri bana CEO mwenyewe wa hili duka neno moja. Kitu ambacho naweza nikamshauri, sina cha kumshauri, bali ambacho naweza nikasema kwake ni kumshukuru kwa kutuletea hii huduma karibu. Of course brand ni kubwa sana ambazo tunaziona humu, na big up sana, shout kwake. Okay. Yes, na appreciate sana. Nakubali sana bana. Mimi nadhani tumemalizana kwa sasa hivi. Tukutane time nyingine. Asante zaidi. Hii ni Mnazi TV. Mimi naitwa Mone, mstaafu nyuma ya kamera naitwa Kennedy.